Watazamaji wangu, ni Nabii Mwonaji kutoka Nairobi, Kenya. Tena ninawakaribisha katika mwendelezo wa mti wa kifumbazi. Ninawakaribisha sana kabisa, mjisikie mumekaribishwa mahali popote mulipo. Tunapoendelea kuleta tiba ya mti wa kifumbazi. Kwa hivyo basi ninawaomba muendelee kusikia kwamba tuko pamoja na nyinyi, na mimi nimejitolea sana kuhakikisha kwamba mnapata masomo yangu kwa njia safi, ili kila mtu mahali alipo aweze kufaidika. Nataka mfaidike kwa sababu mti wa kifumbazi ndio huu. Mti wa kifumbazi ndio huu. Kwa wale ambao hawajui mti wa kifumbazi ndio huu, na kuonyesha ili uweze kwenda kutumia mahali ulipo. Mti wa kifumbazi ndio huu, na utasame vizuri. Natakanga ni kuonyesha vizuri ili usiende kuchukua kitu ambacho sijaelekeza. Huu ndio mti wa kifumbazi. Vile unautasama ndio huu mti unaitwa kifumbazi. Kuna watu wengi wananiuliza kifumbazi inakaa namna gani. Sasa kama wewe uko Kongo, uko wapi, nimesa fundisha kutoka juu. Hii ni mwendelezo, fuatilia ujue vile unaitwa kwa lugha yako mahali ulipo. Kwa sababu nimeutaja kwa maeneo mengi jinsi unavyoitwa. Mti wa kifumbazi, kwa wale wako na shida ya miguu inawaka moto, chukua mti wa kifumbazi, majani yake unguza pamoja na majani ya mti wa mununganunga, alafu changanya na mafuta ya taa lita moja. Utakuwa unatumia kujichua kwenye miguu kutwa mara 3 kwa muda wa siku 30. Wale watu wako na matatizo, moto inawaka, anasikia choto kwa kwa miguu, kiza miguu inauma, iko na choto. Kwa hivyo na kuambia kwamba tumia mti huu wa kifumbazi na mafuta ya taa na mti wa mununganunga, uweze kujikomboa, uweze kujisaidia. Wale wako na shida ya gesi anasikia tumboni, gesi inachaa tumboni, na wewe chukua mti wa kifumbazi. Haya majani yake haya, unachukua ya majani, unaosa vizuri, unachemuza, unakuwa unakunywa mara 3 kwa siku ndani ya siku 7, na kuambia tatizo la kujaa gesi kwa tumbo litakuwa lenye kuondoka. Mimi Nabii Mwonaji niko hapa nikusaidie siku ya leo. Kama uko na tatizo hilo, chukua hatua ya kuliondoa kupitia kwa mti huu wa kifumbazi. Kuna watu wengine unapata kwamba wako na mashida na matatizo ya damu. Ndani ya damu unapata kwamba mishipa iko na matatizo, moyo uko na matatizo, ini iko na matatizo, na wako na maradhi inaitwa hepatitis. Hepatitis ni magonjwa yanasumbua sana. Kwa hivyo kwa kuua virusi ama fungus na bakteria zinazosababisha maradhi kama haya, unatumia mti wa kifumbazi, na ni kuchemuza na kunywa. Unachemuza majani yake na kunywa, utapata unabuu, utapona, na Mwenyezi Mungu atakusaidia sana. Kwa mtu anayesumbuliwa na tumbo la hedhi, wale wako na matatizo wakati wanaenda monthly period, nimeisema kule juu, na wanapata wanaumwa, wanapata matatizo, wewe chukua mti huu, ukasaga unga, alafu unaweka maji moto kwa glasi, unaweka hiyo dawa, unakoroga, unakunywa. Fanya hivyo mara 3 kwa siku. Ndani ya siku 3 utaleta mrejesho. Kifumbazi unatibu ugonjwa ya red eye. Kama macho yako ni mekundu, macho yako, kuna watu unapata macho yao inakuwa nyekundu sana.
chukua mti huu wa kifumbazi, alafu ukichukua mti huu wa kifumbazi, majani ya mbaazi changanya nayo, alafu ponda ponda, weka kwa maji, uwe unanawia uso wako mara 3 kwa siku ndani ya siku 3, na wewe utapona. Macho yako yatarudi kwa rangi ile ambayo inastahili. Kwa wanaume ambao wako na matatizo ya nguvu za kiume, na hapa ninataka wanaume mkuje hapa munisikize vizuri, sababu na waelekeza, na hili tatizo limewasumbua watu wengi kote kote duniani. Sasa siku hizi wanaume wanapoenda kwa mambo ya nyumba ya mapenzi wanasima, wengine msumari wake hausimami. Hapa sasa ninakupa dawa. Wewe usisite, enda tafuta mti wa kifumbazi. Kama utapata misisi yake sawa, kama utapata majani yake sawa. Leta pamoja na mti wa mchaichai. Tuliuzungumzia hapo nyuma, video zilizopita tulizungumza juu ya mchaichai. Leta pamoja na tangawizi. Leta na mudarasini, yale magome ya mudarasini ya vijiti. Kuna mudarasini wa vijiti, ule wa Kiindia, ule ndio mzuri sana. Alafu leta mudarasini huo ndio cinnamon, mudarasini ndio cinnamon. Alafu leta kitunguu maji, katakata pamoja. Nimevitacha vitu ambavyo vya muhimu sana. Majani ya mti wa kifumbazi ama misisi yake, majani ya mti wa mchaichai, tangawizi, mudarasini, alafu kitunguu maji. Hizi vitu vichemuse pamoja. Ukichemusa pamoja, sasa ile juice umepata kama ni lita 2, leta asali. Leta asali, mwaga ndani, koroga. Sasa we tumia glasi moja asubuhi, mchana na jioni. Na kuambia matokeo utayaona. Lakini kama hautaona uponyaji, ninaomba tena unifuate kwa namba yangu hiyo, nimeweka hapo chini, tuweze kusuluhisha. Kuna watu wengine ukiwapa hii dawa wanakosa kupona kwa sababu wamerogwa. Wengine mtu amechukua nguo yake ya ndani, ile ya ndani wanaita chufi. Ile ya ndani mtu anachukua anaenda anamfunga mtu. Sasa tukimpea hii dawa anakosa kupata matokeo. Kumbe kuna mtu amemfanyia ushirikina, amemfunga nguvu zake za kiume. Sasa kama wewe uko na tatizo ambalo umekunywa madawa hauoni matokeo, kuna kitu kimefanya usione matokeo, nitafute huko tuelekezane. Wanaume najua mnanifuata na mnanipenda, hapo nifuate tuelezane vizuri, tuwekane vizuri. Na ukifanya hii dawa, anza kutumia asubuhi, mchana na jioni. Msumari wako utasoma namba. Kama namba iko inasoma, utaanza kusoma. Na hapa naomba muwasaidie vijana, majenzi, kwa sababu majenzi wengi hii kitu imewasima, wengi wanasima. Wanaenda safari moja amesima. Saidia vijana wetu. Kama we ni kijana unanitazama, na kuomba unifuatilie Nabii Mwonaji niweze kukusaidia. Uanze kusoma namba vizuri. Namba ingine ni kwamba kwa mtu aliyeingiwa utomfu wa munyaa, anachukua mbegu na kusivikija na kusiweka majoni, ile utomfu wote wa munyaa utakusanywa na kutolewa nje ya macho. Kwa hivyo hiyo ni dawa kwa mti ambayo unaitwa munyaa kama utaenda kwa macho yako. Pia kama wewe ni mfugaji wa nyuki, basi mmea huu utumika kuhamisha nyuki kupeleka sehemu nyingine unayoitaka wewe. Kwa hivyo tumia haya majani yake, ndio unatumia, unaenda unakata miti kama hii, unaenda unaweka mahali pale unataka. Mahali unataka nyuki siende, hapo ukiweka hapo zitakuja hapo. Kwa hivyo ndio kazi hiyo kwa wale wafugaji wa nyuki, na mtaweza kufanya vizuri sana. Pia kama unaishi mazingira yenye umbu, tumia huu mmea
kufagilia uwanja, umbu wataondoka wote. Au kata mumea, weka dirishani, harufu ya mumea huu ni maadui sana kwa umbu. Kwa hivyo basi fanya hivyo na wewe uweze kufaidika, wale wanaishi maeneo yenye umbu wengi sana. Kama wewe ni mtaalamu ama wewe ni mtu wa aina yoyote, basi fanya hivyo na mambo yako yaende vizuri. Kama wewe uko na shida ya magonjwa ya degedege, tumia hii muti kujemuza na kunywa mara 3 kwa siku, utapata uponyaji wako. Kama unajisikia homa, chuma mumea huu, chemusa, kunywa mara 2 na kuogea, utapona kabisa. Kuna watu wako na homa mara kwa mara, kuna homa ambayo haitoki, na kuna wale wanagonjeka homa. Ukitumia muti huu kwa kuchemusa na kunywa, utakuondolea homa kwa njia ya uwepesi sana. Kwa hivyo basi utapona. Kunywa mara 2 utapona kabisa, wale wako na homa. Kama unasumbuliwa na vidonda vya koo, kuna watu unapata huku kunakuwa na vidonda ndani, kwa hivyo hata chakula kumesa ni shida. Macho, kichwa, mafua, kifua, figo, chukua majani ya tengeneza jiusi, kunywa glasi 1 asubuhi na jioni, utapata unafuu. Namba ingine, kama kuna kuku wanaumwa sana, wewe chukua hayo majani ya miti yake, fanya kama fagio na ufagie mahara wanaporara. Angalizo kuku wa kienyeji, sio hawa wa kisungu. Kwa hivyo ukifanya hivyo, na hawa watakosa kuumwa. Kuna matatizo ya mifugo ya kuku kama hayo, ukifanya hivyo watapona, watakuwa vizuri. Kama una shida ya kupumua, tafuta huu mumea, kisa savisa, chemusa, kunywa mara 2 kwa siku, muda wa siku 14. Wale wako na matatizo ya pumu, wengine matatizo ya kupumua, wanapata shida, tafuta hiyo majani, arabu chemusa, kunywa. Hiyo ni tiba kubwa sana. Una presa ya juu ya kupanda, chumua mumea huu mzima, chemusa, kunywa mara 2 kwa siku 14 mpaka 21. Wale wako na maradhi ya presa ya kupanda, kwa hivyo basi tumia muti huu, utapona. Kama unataka kutunza ngozi yako, basi majani yake yafanye yawe ndio majani ya chai yako kila siku. Ngozi yako itanyoka, itakuwa safi kama utakuwa unatumia majani ya muti wa kifumbazi. Wanangu mnaoendelea kunifuatilia, ninawapa faida hizi ili siweze kuwasaidia, ili siweze kuwaokoa mahali popote mulipo. Kuna watu wengine unapata damu zinatoka buani, tafuta mbegu za muti wa kifumbazi, wanaotoka damu buani, unachukua unanuza tu, utapata hautapata huu ugonjwa tena. Kama uko na shida ya kutoka damu buani, chukua mbegu, nusa mara 3 kwa siku, hiyo tatizo litakuwa ni lenye kuondoka. Kama una kikohozi, chukua majani yake ya majani ya mbaazi, tafuna na pamoja siku 3, utapata kikohozi kitakuwa ni chenye kuondoka. Sasa basi, nataka nielekeze mambo ya muhimu. Kama wewe unateswa na nguvu za majini, kama wewe unateswa na nguvu za misimu, kama unateswa na nguvu za kichawi, wewe
choma haya majani kwa kujifukiza moshi wake. Yaani unakausa majani alafu unachoma ile moshi, ndio maana yake kujifukiza. Kama kuna majini, kuna misimu, kuna mapepo inakutesa, yatakuwa ni yenye kuondoka. Kama wewe uko na biashara na hii biashara iendi, enda kachome hii miti. Haya majani ukikauza vizuri, alafu ukawa unachoma kwa manuizi kwa kuita wateja, ninakuambia kwamba utapata wateja. Kama ni pesa unataka, utaita pesa na zitakuja. Lakini ufuate masharti ya kwenda kuchuna huu muti, kwa sababu huu muti unaitwa mama wa misimu, mama wa majini, mama wa miti, malikia wa miti. Kwa hivyo basi, kama utafuata utaratibu wa kuchuna huu muti, ukakuja ukachoma kwa manuizi, kwa maombi ya kusema, hakika utaona matokeo. Kama ni pesa, kama ni wateja, watakuja. Aya, kama kuna vitu vitatumwa kwa boma yako, kuna watu wanarogwa sana, hasa vijijini, watu wanarogwa, mikoani, watu wanarogana. Wanaweza kukutumia wadudu wabaya, wanaweza kukutumia siafu, wanaweza kukutumia chochote kwa boma yako. Wewe enda kachome majani ya mti huu kwa nyumba yako, ile moshi kawaka, na kuambia kama kuna pepo wachafu watatoka na mambo yako yatakuwa vizuri. Kama kwa boma yako kuna matatizo ya vitu vinatembea ndani ya nyumba, unasikia nyumba haina amani, haikaliki, tumia mti huu kwa kuchoma ndani ya nyumba yako, hiyo nyumba itapona. Kama kweli kuna nguvu ambazo zinatesa maisha yako, zinakunyima amani, wewe usisite, tumia mti wa kifumbazi kwa kuondoa matatizo ya kichawi. Huo mti hata ukiponda kwa mtu ambaye anaota ndoto chafu, ndoto za kimasetani, akinawa huo mti, akioga huu mti, hakika atapona, ile nguvu ya giza itamuondokea. Kwa hivyo mti huu wa kifumbazi ni tiba. Hii ni tiba. Watu wengine hawajui. Hii ni tiba. Hii ni tiba kubwa. Unapoenda kwa watu wanajiita wataalamu ama wanaitwa wataalamu, niongee vizuri, watu wanajiita wataalamu. Unapoenda kwa mganga yoyote, yule ambaye anajua jadi. Kuna waganga feki na wengine wanajua jadi. Na ninawazungumzia hapa mahali mlipo mnanisikia. Yule mganga anajua jadi, anatumia huu mti. Kama umeenda kwake akutibu, ataweka dawa. Kuna dawa ataweka, sitaki kusema ni dawa gani, kwa maji, kwa peseni ama kwa chombo, alafu hii mti ndiye anasika, anaingiza kwa ile maji, anakupiga hivi, alafu anakutoa mikosi, anakutoa nuksi, anakutoa mabara. Kwa hivyo huu mti, hii ni kiboko ya wachawi. Ndio maana unaitwa muinura. Muinura maana yake utaweza kuinua biashara ambazo zimeanguka. Ukichoma kwa manuizi kwa biashara yako, hiyo biashara itainuka. Ndio unaitwa muinura. Wachawi wanautumia. Huo mti uko na mambo. Huo mti unaweza kuwasiliana mtu yuko Musoma na mtu yuko Nairobi. Ukaenda kwa mti huu, ukaweka udi, ukachomeka udi, ukaongea, ukasema we fulani, na yeye kama ni mtaalamu ataona ukimuita mahali fulani, hata kama umujui, utamuita na mtawasiliana na mtakuja kupatana siku moja. Kwa hivyo huu muinura ndio ule unasikianga watu wanaenda kwa makaburi, wanapiga kaburi na muinura huu, alafu kuna madawa wanachanganya kwa hii mti. Wakichanganya madawa, akienda kupiga kaburi, lile jeneza linatoka, linapanda juu. Ndio inaitwa muinura. Unainua mambo, unainua huo muinura, unaitwa muinura. Kwa hivyo huu mti unatumika kichawi na unatumika kwa mambo mengi ya kusaidia watu. Hata kama ni Mchina awe Muhindu, wote wanatumia hii mti. Huu mti unaitwa Holy Basil. Huo ndio mti unaitwa Holy Basil. Holy Basil ndio huo mti.
Wahindi wanatumia, wanatengeneza dawa wanaita holy basil. Wachina hivyo hivyo. Sasa wewe ukiona Kiingereza wanaandika holy basil, jua ni huu mti wa kifumbazi. Wapendwa watazamaji wangu, muinura ni mti ambao uko na maajabu, uko na miujiza. Kuna mambo mengi hapa siwezi kuelekeza, lakini kama wewe uko mahali pale unanitazama, mpendwa wangu, mtazamaji wangu, ninakuomba uendelee kusubscribe, uendelee kucomment, uendelee kulike, ili wakati tunapoleta somo uone kwa message kwamba Nabii Mwonaji ametoa somo. Na ninakuomba uendelee kufuatilia masomo haya yanapokuja. Tafuta tafutari yako, kitabu yako, andika vizuri, notes vizuri, kwa sababu ninaelekeza vizuri, na wewe tengeneza ukue mwalimu. Kama kuna tatizo lolote linakusumbua, nilisema kipindi kile, wala mnataka mali, mnataka pete za miujiza, mnataka vidani vya miujiza, mnataka silaha ya mnyonge, kila kitu chochote unachotaka, nikasema kwamba nifuatilie, nikusaidie. Nikaonyesha wale watu wanarogwa, kuna kinga hapa, kuna kinga ya miaka ile unataka, kuna kinga ya maisha, kuna kinga ya mambo mengi, maeneo. Kuna watu wanaibiwa vitu, kuna watu wanarogwa, wanataka kinga kwa mwili, kuna watu wanaibiwa. Kama unaibiwa kitu, nitafuteni tuweze kuwakomeza wezi. Kiboko ya wachawi, niwakomeze wezi, niwakomeze wachawi. Wewe nitafute, usichelewe kunitafuta. Na wale mnataka kujua taarifa kama ukaibiwa kitu, ama unataka kujua nani anakutesa, nitafute. Nikwambie vile unafanya, tujue kitu gani kinakula maisha yako. Kwa nini mambo yako inakwama? Kwa nini watu wengine wanainuliwa, wewe hutaki kuinuliwa? Kitu gani kikafanyika kwako? Nitafuteni niweze kukusaidia. Haya maarifa, ninasema maarifa. Maarifa ni kitu ya muhimu sana duniani. Hakuna kitu kizuri mtu atakupa, hata watoto wako uliozaa. Hakuna katika hii inaitwa karne hii ya 21st century. Hakuna kitu ya muhimu utamupa mtoto kama sio maarifa. Na maarifa haya ukiyapata siku hizi ni